Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri sambamba kabisa na kuweza kushuhudia wakisherehekea ubingwa wao wa 5 mfululizo katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ambapo wanafanya mwendelezo wa kutawala soka la Tanzania. Sasa klabu ya soka ya Young Africans unakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo inayokwenda kufanyika na namna ambavyo kila kitu kinachojiri kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ambapo wameanza utaratibu wa kufanya mabadiliko katika kikosi chao ambacho kilichopo kwa sasa, ukiweza kushuhudia namna kubwa ambavyo wanaendeleza kuhakikisha kwamba wanapata wachezaji ambao wanastahili kucheza kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans katika msimu unaokuja, ambapo Young Africans leo hii wamekwenda kutangaza orodha ya wachezaji ambao wanaoondoka pamoja na wachezaji ambao ni wapya, ambapo wameweza kuweka orodha hiyo mapema kabisa, ambapo wananchi Young Africans wameweza kushuhudia wachezaji ambao wameondoka wakianza kupata timu zao za kwenda kuitumikia katika maisha yao nje na kikosi cha Young Africans. Sasa mimi nimekusogezea taarifa kuhusiana na wachezaji wapya ambao wanasajiliwa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha wananchi. Ni kina nani hao ambao wametoa kwenye kikosi cha Young Africans? Utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans imeanza kufanya maboresho makubwa kwenye kikosi chao kwa kuwaondosha wachezaji ambao wanaamini ya kwamba nafasi zao ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans imefika mwisho, hivyo wanahitaji kuongeza nguvu mpya kwa ajili ya kuendeleza ubabe katika soka la Tanzania. Leo hii mapema kabisa klabu ya soka Young Africans wamefanya usajili mkubwa kuziba pengo la nafasi lililoachwa na mshambuliaji wao, nazungumzia Prince Mpumelelo Dube, ambaye ameondoka kuelekea nyumbani kwao Zimbabwe, ambapo anakwenda kucheza huko katika ligi ya nyumbani kwao. Sasa nani ambaye anakwenda kurisi mikoba ya Dube? Unaambiwa klabu ya soka Young Africans leo hii imeweza kufanya usajili wa Mosi Nduwumwe kwa hada ya $250,000 kutoka Singida Black Stars. Ni ishara tosha ya namna Yanga inavyojipanga kutawala soka la ndani na kimataifa. Lakini je, mchezaji huyo anatosha kwenye mfumo wa Yanga? Uwezo wa kiufundi. Nduwumwe ana sifa ya kuwa mshambuliaji mwenye nguvu, uwezo mzuri wa kumiliki mpira na utulivu anapokuwa kwenye eneo la hatari. Yani kwa wachezaji wa aina yake anatoa chaguo jingine kwenye safu ya ushambuliaji ambayo mara nyingi uhitaji mshambuliaji anayeweza kushuka chini kuunganisha mchezo na viungo. Shinikizo la bei. Ada ni $250,000, ni kiasi kikubwa ambacho kinaweka shinikizo la matokeo kwa mchezaji huyu kuanza kuonyesha ubora wake kuanzia mechi ya kwanza. Kama mchambuzi, ninaona huu ni usajili wa kimkakati unaolenga kuongeza kina cha kikosi ili kukabiliana na ratiba ngumu ya msimu ujao, ambapo Nduwumwe anatua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ukiweza kushuhudia namna gani ambavyo
Young Africans wanafanya kila jitihada za kuhakikisha kwamba kile kinachowezekana kinafanikiwa kwenye kikosi chao. Ni namna ambavyo Young Africans naona kabisa kwamba kazi nzuri ambayo wanaifanya ni kuhakikisha kwamba wanarudisha ile heshima ambayo iliyopo. Kwa hiyo mrisi wa Dube amepatikana, ambaye ni mchezaji ambaye ameweza kuvutia zaidi msimu huu, akimaliza akiwa kinara wa ufungaji katika ligi kuu ya Tanzania bara kwa kufunga magoli 17, na kinachofanya mafanikio yake ya kipekee ni kwamba alijiunga na Singida Black Stars katika kipindi cha dirisha dogo la usajili. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe unaweza ukashangaa, dirisha dogo kaja kuwakuta watu kwenye msimu, lakini kaja kufanya mapinduzi makubwa kweli kweli na kuwaweka watu wengine bench. Lakini inaelezwa kwamba katika hatua nyingine Young Africans wapo katika hatua za mwisho kabisa za kumaliza dili la kijana. Hapa nazungumzia Juma Abushir ambaye anakipia katika klabu ya Fountain Gate, ambapo inaelezwa kwamba kijana huyu yupo katika rada za mwisho za wananchi Young Africans katika kuhakikisha kwamba anatua kwenye kikosi chao. Ni namna ambavyo Young Africans wanazidi kujikita kuhakikisha kwamba wanafanikiwa katika yale ambayo wanakwenda kuyatizama na kuona kabisa kwamba ni mchakato ambao unahakikisha kwamba wanafanikiwa katika usajili huu, huku jina pia la Stefano Aziz Ki likizidi kulindima kwa wananchi Young Africans. Ni kuhusiana kwake na kurejea kwenye kikosi cha wananchi, ambapo hivi karibuni ameonekana akiwa na wananchi sambamba, bampa tu bampa, wakitembea pamoja na viongozi wa Young Africans. Ni zaidi shaili ya kwamba kuna kitu kinapikwa ambacho kitakachokwenda kuangaliwa, ambapo inaelezwa kwamba mambo yanaonekana kwenda vizuri kabisa. Lakini katika hatua nyingine inaelezwa kwamba Young Africans wanatajwa kuwa katika hatua za kumfuatilia beki wa kushoto wa Mouna AFC Samba Kone mwenye umri wa miaka 23, raia wa Ivory Coast. Uongozi wa Yanga unamuona Kone kama mbadala sahihi wa beki wa kushoto wa Boka kuelekea msimu ujao. Mkataba wa Kone na Mouna FC unatajwa kumalizika tarehe 30 Juni mwaka huu, jambo linaloweza kurahisisha usajili wake. Kabla ya kujiunga na Mouna, mchezaji huyo aliwahi kupita katika klabu ya Paradu FC ya Algeria, klabu inayojulikana kwa kuzalisha vipaji bora barani Afrika. Msimu huu Samba Kone ametoa pasi 4 za mabao, assist, akiwa ametajwa kuwa mmoja wa mabeki bora kushoto katika ligi kuu Ivory Coast. Kwa hiyo yupo kabisa katika orodha hiyo ya wachezaji ambao wapo katika rada za wananchi Young Africans. Lakini Mohamed Musa wa Mashujaa na Nasri Kombo wa TRA ndio walinzi waliokusanya tuzo nyingi zaidi katika ligi kuu. Kila mmoja amekusanya tuzo 4, na huyu Nasri Kombo inaelezwa kwamba muda sio mrefu anataka kujiunga na kikosi cha wananchi Young Africans akitokea katika klabu ya TRA United, ambayo ndio wapo katika hatua hizo za mwisho za kuhakikisha wanapata kile ambacho kinachohitajika. Ni kazi ambayo namna ambavyo mambo yanavyozidi kwenda, utakwenda kushuhudia sajili kubwa ambazo Young Africans wamepanga kuweza kuzitambulisha, na huu ndio mwanzo. Bwana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii. Usisahau kusubscribe na kubonyeza